Na mtazamaji, hujambo na habari za wakati huu, ni kukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo. Mchezo na burudani utakuwa nami Lulu Hali. Karibu. Na tukianzia kuangazia huko Handeni, mwanamke aliyefahamika kwa jina la Mary Gibiliti anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 35, mkazi wa mtaa wa Kwamalaho katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga, ambaye anadaiwa kuwa alikuwa na tatizo la kuanguka kifafa, amefariki dunia baada ya kutumbukia bwawani wakati akichota maji. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti zaidi. Wakielezea tukio hilo lililotokea asubuhi ya leo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kwamalaho Hussein Mgongo pamoja na baadhi ya wananchi waliojitokeza kwenye eneo la tukio wamesema, mnamo majira ya saa 1 asubuhi nipigiwa simu na mtendaji wa mtaa kwamba kufika eneo la malezi kuna mdada mmoja amefariki, kaingia kwenye bwawa. Ikabidi nitoke mtaa wangu kuja malezi, ndio nikamkuta marehemu ameshakufa. Ndio tukakimbia kweli, tukija tunamkuta mama mwenzetu ndio hali kama hiyo, amelala kesha kwa ni marehemu. Kwa hiyo ni kutokana na changamoto cha maji. Mtu hata kama huna maji lazima uchukue kindoo, tuna shida ya maji moja kwa moja, yani ndio hivyo hali kama hii. Huyu mama alikuwa ni mgonjwa. Ugonjwa wake alikuwa anaanguka kifafa. Baada ya kufika pale nikaona kwamba ile tatizo labda limetokea la kiafya lile. Kwa upande wake, diwani wa kata Malezi Shaban Ramadhani pamoja na baadhi ya wananchi wanaeleza changamoto ya maji iliyopo kwenye maeneo hayo, huku wakitoa ombi kwa serikali. Kata yangu ya Malezi sisi tuna shida kubwa sana ya maji, na kama ushuhuda huo mnaouona, hivi vibwawa ndo tunavyovitegemea na ni vibwawa vya kuchimba na mkono. Ni wananchi wenyewe wamechimba na ndo maeneo tunayoyategemea kwa siku zote kwenye huduma ya maji. Ili swala la maji ni la muda, kwa sababu utakuta kama hivyo tunatumia visima, mabwawa, kwa hiyo inapelekea hali kwamba mtu kienda kisimani ikatokea emergency kama hivyo. Kwa hiyo changamoto ya maji ipo. Ombi letu ni kwamba tunawaomba viongozi watufanyie swala la maji kama kutuwekea mabomba. Juhudi za kumtafuta kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga ili kuzungumzia tukio hilo zimegonga mwamba baada ya simu yake kuita bila kupokelewa. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amin. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amejitokeza kwa mara ya kwanza tangu kuondolewa kinga kutokushtakiwa na Senate katika kile kinachoonekana kama juhudi mpya za kujitokeza kisiasa. Tupate undani wa taarifa hii. Rais Kabila amerejea Kongo jana Mei 29, 2025 kupitia Goma, mji wa mashariki uliotekwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambapo serikali inamtuhumu kuwa ndiye anayepanga mashambulizi hayo ya ghafla. Habari zinasema Kabila amekutana na viongozi wa kidini katika mji wa Goma, miongoni mwa ngome zinazodhibitiwa na waasi wa M23, akielezea dhamira yake ya kusaidia kurejesha amani katika eneo hilo lenye misukosuko. Askofu Mkuu Joel Amurani wa jukwaa la madhehebu ya dini amesema Kabila amewalika kwa nia ya kuonyesha msimamo wake wa kutaka kuona utulivu ukirejea, kwani bado ana nafasi ya kubeba jukumu la mpatanishi na bado ana uwezo wa kusaidia nchi kurejea kwenye umoja. Kabila ambaye ameongoza Kongo kuanzia mwaka 2001 hadi 2019 alikabiliwa na tuhuma hizo za kushiriki katika uasi, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, hasa kuhusiana na madai ya kuunga mkono waasi wa M23 wanaodaiwa kupata msaada kutoka kwa serikali ya Rwanda. Tuhuma hizo zimekabiliwa na waziri wa sheria wa Kongo Constantine Mutamba. Shabani Mpute, Channel 10+. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Japan zimetia saini hati ya makubaliano ya ushirikiano katika mpango wa pamoja wa uwekezaji katika biashara ya kaboni utakaowezesha kampuni za nchi hizo mbili kuwekeza katika biashara ya kaboni nchini Tanzania. Utaji saini wa makubaliano hayo umefanyika Mei 28 mwaka 2025 Tokyo, Japan, kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, Mheshimiwa Mhandisi Ahmed Yusuf
endelevu Masauni na serikali ya Japan ikiongozwa na waziri wa mazingira Mheshimiwa Asao Kichio Kei. Akizungumza mara baada ya utiaji saini huo, waziri Masauni amesema makubaliano ya mashirikiano yaliyosainiwa yamekusudiwa kuimarisha uhusiano kati ya Japan na Tanzania kwa maendeleo endelevu na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile, hafla ya utiaji saini ilihudhuriwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Mhandisi Cyprian Luhemeja na watendaji kutoka ofisi hiyo. Moja katika mambo ya msingi ni jinsi ambavyo tunaweza tukaimarisha mfumo wetu wa usimamizi wa biashara ya carbon kwa ujumla wake, hususan katika kuandaa registry ambayo itakuwa inatumika kuweza kusajili miradi ya kaboni yote nchini pamoja na kuiunganisha na registry nyingine duniani. Lakini vile vile tumeweza kuzungumzia juu ya namna ambavyo makampuni ya Japani yanaweza sasa yakaja yakashirikiana na nchi yetu na serikali yetu Tanzania kuwekeza katika eneo la biashara kaboni, hususan katika maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa sio kivutio kwa wawekezaji binafsi. Kwa sasa makubaliano baina ya nchi na nchi kwa mara ya kwanza yanakwenda kuibua fursa nyingi sana katika biashara kaboni, ikiwemo kwenye maeneo ya miundombinu, maeneo ya usafirishaji, maeneo ya bahari, maeneo ya usimamizi wa taka na maeneo mengine mengi. Kama mtakumbuka kwamba kwa muda mrefu biashara ya kaboni ilikuwa ikifanyika, lakini taifa letu lilikuwa likifanyika kwa kutosha, kwa sababu kwanza maeneo ambayo yalikuwa yamejikita zaidi kwa wawekezaji ni maeneo yalikuwa ni misitu zaidi, lakini hata bei ambazo tulikuwa tunapata kama taifa zilikuwa za chini. Kwa kupitia makubaliano haya sasa tunakwenda kupata soko la moja kwa moja la serikali ya Japani za bei ambazo zitakuwa zinakidhi zaidi katika miradi yote ya kaboni ambayo tutakuwa tunaibua katika nchi yetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo lina mafanikio makubwa sana. Tunajivunia kama taifa kuweza kuingia makubaliano haya ya ushirikiano kati ya serikali zetu mbili, lakini hususan kupitia wizara zetu mbili, na nichukue fursa hii kuhakikishia Watanzania kwamba kupitia makubaliano haya tunakwenda kuona mapinduzi makubwa na kwenye eneo la biashara, usimamizi wa biashara carbon, na faida kubwa na mchango wa biashara carbon kwenye pato la taifa unaongezeka. Lakini pia fursa nyingine katika kutumia fursa mbalimbali za kifedha kuweza kupata fedha katika eneo la mifuko mbalimbali ya mazingira duniani itakayosaidia kuweza kuchangia katika maendeleo ya nchi. Katika kujiandaa na msongamano wa wasafiri msimu wa likizo, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani kwa kushirikiana na LATRA limezindua mpango maalum wa mafunzo kwa madereva na wahudumu wa mabasi ukiwalenga kujengea uwezo wa kuongeza heshima ya taaluma hiyo muhimu. Jamila Omar anatujuza zaidi. Akizungumza na madereva na wahudumu wanaopatiwa mafunzo hayo wakati wa ziara yake katika chuo cha ufundi Arusha, kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi William Mkonda ametahadharisha tabia ya baadhi ya madereva na wamiliki wa mabasi kuwa makini, haswa kuelekea kwenye msimu wa likizo, kuhakikisha kuwa wanafuata sheria na kuacha kupakia abiria kupita kiasi. Polisi tumejipanga vizuri kwa doria za mchana na usiku kuhakikisha vyombo hivi vya usafiri wa umma vinasafiri salama nyakati zote. Kwa tuna ukaguzi muda wote, tuna magari ya kutosha maeneo mbalimbali, tumetawanya vipima ulevi na vifaa vingine vya kudhibiti nyendo mbalimbali za madereva. Hii yote ni kuhakikishia Watanzania usalama, lakini kuzifanya barabara zetu kuendelea kuwa salama. Upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema mafunzo yamewapa uelewa mkubwa kuhusu namna ya kushirikiana na madereva na kuwahudumia abiria kwa usalama na heshima. Ila kupitia mafunzo haya kuna mengi tumejifunza, kuachana na ule uzoefu wa kila siku tukiwa barabarani, kama kutoa huduma kwa mteja ambaye ana dharura au ana shida ukiwa naye ndani ya basi, pamoja na changamoto nyingine kwa kuzitatua kwa ujumla. Tumejipanga kwa sababu wako wakufunzi ambao wamebobea, lakini pia hili pia tunashirikiana na LATRA. Kuna wataalamu kutoka LATRA wanakuja wanatoa mafunzo yale ya upande wao,
lakini sasa yale ya kitaalamu sisi tumejipanga. Mafunzo haya ni hatua muhimu kwa madereva na wahudumu wa mabasi ili kuendelea kulinda usalama wa abiria na kuepusha ajali zisizo za lazima katika sekta hiyo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Makamanda wa polisi wa mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa wametakiwa kuongeza mbinu za ulinzi katika ziwa Tanganyika na Rukwa kwa kutekeleza maazimio ya kikao kazi cha makamanda hao kilichofanyika katika wilaya Nkasi mkoani Rukwa. Wilbert Sumia anatuarifu zaidi. Mwenyekiti wa kikao hicho Dr. Lazaro Kilian Komba, ambaye amemwakilisha mkuu wa mkoa wa Rukwa, amelishukuru jeshi la polisi kwa kufanikiwa kupunguza vitendo vya uporaji na mauaji katika ziwa Tanganyika. Eneo hili lilikuwa na matukio sio mengi kwa kiwango hicho, lakini baada ya uimarishaji wa ulinzi katika ziwa Tanganyika ambao unafanywa na jeshi la polisi, utulivu ule umekuwa mkubwa sana, kiasi kwamba sasa matukio ya uhalifu ule mkubwa uliokuwa unatokewa katika ziwa Tanganyika, ikiwa ni pamoja na unyang'anyaji wa mitumbwi, unyang'anyaji wa mashine zile za kuendesha mitumbwi, lakini uvuvi haramu na mauaji yaliyokuwa yanafanyika ndani ya ziwa sasa imepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii, jambo la kwanza, kuwashukuru sana wenzetu wa jeshi la polisi kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kuhakikisha wananchi wote katika ziwa hili Tanganyika wanakuwa na utulivu, wanafanya shughuli zao kwa amani, na shughuli zile zinaendelea kuimarisha kipato cha wananchi tunaoongoza. Naibu kamishina wa polisi kamisheni ya operation na mafunzo DCP Mihayo Sekela amewataka makamanda wa polisi wa mikoa ya Rukwa, Katavi na Kigoma kuongeza ulinzi katika ziwa Tanganyika na kutekeleza maazimio 5 ya kikao hicho. Kwa makamanda wa polisi mikoa hii mitatu, kasimamieni kwa karibu miradi ya polisi jamii kwenye kata zetu. Jeshi la polisi limepeleka wakaguzi kata takriban kata zote Tanzania bara na visiwani, na miradi ya polisi jamii inaeleweka. Sasa tushangaa kushtukiza kwenye kata unakuta mkaguzi wa kata moja hajulikani kwa viongozi wote wa kijiji. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, Wilbert Sumia, Channel 10. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir amesema ni wakati sasa nchi yake itumie nguvu zote katika ukanda wa Gaza baada ya Hamas kulikataa pendekezo jipya la kusimamisha vita. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir anayeegemea mrengo mkali wa kulia amesema ni wakati sasa nchi yake itumie nguvu zote katika ukanda wa Gaza baada ya Hamas kulikataa pendekezo jipya la kusimamisha vita linaloungwa mkono na Marekani. Hamas imesema pendekezo hilo halijakidhi matarajio yake, huku Ufaransa ikisema inaweza kuichukulia Israeli hatua kali iwapo itaendelea kuzuia misaada kuingia Gaza. Waziri huyo wa usalama ameandika katika mtandao wa kijamii wa Telegram akimsisitiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba umefika wakati sasa wa kuchukua hatua thabiti na kuacha kuonyesha udhaifu, akiongeza kwamba huu sio muda wa kupepesa macho na kwamba itabidi waingie kwa nguvu zote kuharibu na kuwatokomeza kabisa wanamgambo wa Hamas. Taarifa ya ikulu ya Marekani imesema Rais Donald Trump na mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff wamewasilisha pendekezo la kusitisha mapigano kwa Hamas ambalo Israel limeunga mkono. Tatu Msham, Channel 10+. Katika kuhakikisha serikali haipotezi mapato yake, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Morogoro imefanikisha kuingiwa kwa makubaliano na mwekezaji CM Holding Msamvu ili kukusanya kodi itokanayo na maduka yaliyojengwa katika eneo la Msamvu bila kufuata utaratibu wa mpango miji. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele inatueleza. Akitoa taarifa hiyo kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro, mkuu wa dawati la elimu ya umma Bigambo Thomas amesema jitihada hizo zimezaa matunda kwa halmashauri ya manispaa ya Morogoro kufuatia kuanza kupata mapato kwa kiwango kikubwa. TAKUKURU kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Morogoro tumeweza kusaidia kukusanya mapato katika maeneo yaliyokuwa yanatumika na mwekezaji wasipokuwa na mikataba. Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na wataalamu wa ofisi ya mkurugenzi
wa Manispaa ya Morogoro ilifanya ukaguzi wa maeneo yote ya wazi yaliyovamiwa na kuendelezwa na wawekezaji. Katika zoezi hilo ilifanyika tathmini ya kina kuhusu uwekezaji uliofanyika katika maeneo hayo ili kubaini kiasi cha upotevu wa fedha za mapato. Kutokana na jitihada hizo, halmashauri ya Manispaa ya Morogoro imeanza kupata mapato kiasi cha shilingi milioni 26,352,000 kwa mwaka, ambapo awali alikuwa hayakusanyi. Mkataba huo ulioingiwa wa ukusanyaji wa mapato utadumu kwa miaka 10, ambapo halmashauri inatarajia kunufaika kwa zaidi ya shilingi milioni 260. Halmashauri ya Manispaa itapata jumla ya kiasi cha shilingi milioni 263,520,000 katika kipindi hicho cha miaka 10 ambacho nilichokieleza kwa mujibu wa mkataba ulioingiwa. Vile vile, baada ya muda wa miaka 10, mkataba kati ya halmashauri ya Manispaa Morogoro na SM Holding Msamvu utakoma. Maduka hayo yatakuwa mali ya halmashauri. Hiyo ni jitihada kubwa sana, maana yake tunakiongezea pia chanzo kingine halmashauri ya Manispaa kuweza kupata nini? Kupata mapato. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa mwito kwa jamii ya kimataifa kuungana ili kukabiliana na tatizo la ukosefu wa makazi duniani, hali ambayo inatishia maisha ya mamilioni ya watu, hasa wale wenye kipato cha chini. Mwanahabari wetu anatujuza zaidi kuhusiana na hili. Guterres akiwa katika kikao cha ngazi ya juu cha baraza amesema jamii ya kimataifa iko kwenye njia panda katika harakati za kudhibiti ongezeko kubwa la idadi ya watu wasio na makazi duniani, kwani hivi sasa dunia ipo kwenye mzunguko wa maisha bora. Endapo watu hawatokuwa na makao bora, watu watazidi kuishi kifukara, huku vitongoji duni vikizidi. Kikao hicho kimehudhuriwa na zaidi ya wajumbe 1200 kutoka nchi 193 wanachama wa umoja huo. Wanashiriki katika kikao hicho cha siku 2 cha Baraza la Shirika la Makazi ili kutafuta ufumbuzi mwafaka wa tatizo hilo. Mkutano huo unawadia wakati ambapo bara la Afrika linashuhudia ongezeko kubwa tena la haraka mno la idadi ya wakazi wa mijini, huku miongoni mwa ajenda kuu za mkutano huo ni uwepo wa makazi bora ya gharama nafuu, uzuiaji uchafuzi wa hewa mijini na utekelezaji wa sera na malengo ya maendeleo endelevu miongoni mwa nchi wanachama. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la makazi duniani UN Habitat, Ana Claudia, amesema ajenda mpya ya mwaka 2026 hadi 2029 inajikita katika kutatua tatizo la ukosefu wa makazi ulimwenguni, huku zaidi ya watu bilioni 2.8 wangali wanaishi katika makazi duni, huku wengine zaidi ya bilioni 1 wakiishi katika mitaa ya mabanda, ile hali zaidi ya watu milioni 300 hawana makao. Mimi ni Salma Shabani na hii ni Channel 10 Plus. Vikundi vya kilimo vinavyopata mikopo kutoka halmashauri ya wilaya Sumbawanga mkoani Rukwa vimetakiwa kuongeza uzalishaji wa mazao yanayoigharimu serikali pesa nyingi kuagiza bidhaa zake kutoka nje ya nchi. Wilbert Sumia anaarifu zaidi kutoka huko mkoani Rukwa. Tunaagiza mafuta nje ya nchi ya kula. Maziwa tunaagiza kutoka nje ya nchi. Ni maadhimisho ya siku ya mkulima katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga. Baadhi ya vikundi vya kilimo vimeeleza namna walivyonufaika kutokana na mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Tumekuja kupata mkopo wa halmashauri wa milioni 20 kwa mara ya pili. Ni jambo ambalo tunashukuru serikali kwa ujumla, lakini tungependa sana vijana wengine waamke ili waweze nao kujiunga vikundi, waweze kupata fursa hii ya mkopo. Faida tulizopata kwenye mafunzo yetu tuliyopata, moja ni ulimaji bora kwenye tija ambao tumejifunza hatuwezi kuharibu mazingira. Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Ali amekagua kazi za baadhi ya vikundi vya kilimo na kusisitiza umuhimu wa kuongeza uzalishaji wa mazao adimu hapa nchini. Halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga imesisitiza kuendelea kutoa elimu ya kilimo himilivu. Siku ya leo, siku ya mkulima ambayo tunaifanya hapa Sakalilo, ambayo ifuatiwa na ukaguzi wa miradi ambayo inatekelezwa chini ya
mpango wa hifadhi ya mazingira ambayo iko chini ya ofisi ya makamu wa rais. Katika mpango huu tumekusudia kuwafikishia wananchi wetu teknolojia ya kilimo himilivu. Alizeti, tulime sana ngano, tulime sana parachichi, kwa sababu parachichi sasa hivi kwenye baadhi ya mikoa wanaita dhahabu ya kijani. Dhahabu ya kijani. Sasa hii huku Mtama huu unakubali sana. Limeni kwa wingi. Nikiripoti kutoka Sakalilo, wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilibodi Sumia, hii ni Channel 10. Katika jitihada za kuboresha huduma za afya nchini, wananchi wa halmashauri ya mji Njombe wameonyesha furaha na shukrani kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kupelekwa kwa madaktari bingwa na bingwa bobezi 7 katika hospitali ya Rufaa Kibena mkoani Njombe, jambo ambalo wamesema limewapunguzia gharama kubwa za fedha walizotakiwa kwenda kuzitumia kupata matibabu. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe anatueleza zaidi. Nilikuja nilimleta mtoto alikuwa anasumbuliwa na kupumua. Huduma ambayo wamenipatia madaktari binga kiukweli ni nzuri na tofauti na ambapo huduma ambazo ningeweza kuzipata kwenye hospitali ya kawaida. Na tunamshukuru Samia Suluhu Hassan kwa kutusogezea madaktari bingwa karibu. Wasingekuja ndio hospitali ni gharama kubwa kupata zaidi ya shilingi 3,000. Nashukuru Mama Samia. Hao ni baadhi ya wananchi waliofika kwenye hospitali ya Rufaa ya Kibena kupata matibabu, ikiwa ni hatua ya mwitikio uliotolewa na serikali ya mkoa wa Njombe kuwataka wananchi waweze kuitumia vyema fursa ya ujio wa madaktari 38 ambao wameendelea kutoa huduma mbalimbali za kitaalamu kwa wagonjwa katika halmashauri 6, hatua ambayo imepunguza msongamano wa wagonjwa wanaolazimika kusafiri kwenda hospitali kubwa za rufaa nje ya mkoa. Ndani ya hizo siku 2 ambazo walikuwa madaktari bingwa, walionufaika na huduma za kibingwa na huduma bobezi ni wananchi kama 300 na huduma ya upasuaji na wananchi kama 30. Tunanufaika sana sehemu hasa ya usingizi, kwa sababu kuna mashine ambazo pengine zilikuwa ni changamoto kutumika, lakini wamekuja kutuelekeza namna ya kuzitumia. Kwa upande wao, baadhi ya madaktari bingwa wanaotoa huduma za matibabu kwa wagonjwa kwenye hospitali ya Rufaa Kibena wameeleza namna walivyosaidia kutoa mchango mkubwa wa kitabibu kwa wagonjwa waliofika kwenye idara ya magonjwa ya ndani. Tumeona wagonjwa 80 ambao wagonjwa 80 wanajumuisha pia na wagonjwa ambao wamelazwa katika maodi. Rai yetu kubwa sana ni kwamba waje wapate matibabu, tuko kwa ajili yao. Makadirio gharama zina range kuanzia 450,000 na nyingine zinafika zaidi hata milioni 1 kwenye hizo operation ambazo tunafanyia. Lakini kwa hapa haijazidi hata 200,000. Kwa hiyo ni operation ambazo kiukweli kama tusingekuwepo hapa wangeweza kugharamikia zaidi. Kutoka hapa katika hospitali ya Rufaa ya halmashauri ya mji Njombe Kibena iliyopo mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Channel 10 Plus na hii ni Plus Habari. Mimi ni Lulu Ali. Tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea mbele na taarifa yetu habari. Channel 10 Plus. Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi. Tunaendelea mbele na tuangazie huko mkoani Geita, ambapo wakazi wa kijiji cha Nyakagomba, halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, wameomba serikali kuwapelekea huduma ya usajili wa vitambulisho vya taifa NIDA, kwa kuwa idadi kubwa ya wakazi wa kijiji hicho hususan vijana hawana vitambulisho hivyo. Bisho Sadik ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya wakazi wa kijiji hicho, Bwana Revocatus Ernesti mbele ya mkuu wa mkoa wa Geita amesema waathirika wa kwanza wa changamoto hiyo ni vijana, kwa kuwa wanakosa fursa nyingi ikiwemo ajira kwa sababu ya kutokuwa na vitambulisho vya taifa NIDA. Vijana hao wanakuwa na changamoto ya kuweza kuulizwa maswali ya kuwa NIDA, una NIDA, lakini NIDA yule mtoto anakuwa hana NIDA. Kumbe mambo mengi anashindwa kufaulu au kufanikisha zoezi lake la kazi kwa sababu ya kuwa anakuwa na NIDA. Meneja wa NIDA mkoa wa Geita, Ramadhan Charles, amesema kabla mwaka wa fedha huu kuisha watafika kwenye kijiji hicho kwa ajili ya kuwasajili na kuwatambua wananchi ambao hawana vitambulisho hivyo. Tutafika hapa kata ya Kagomba kwa ajili ya kuwasajili na kuwatambua wananchi
kuanzia mwezi ujao. Tayari bajeti imeshawekwa, ni mchakato tu wa ndani unaendelea kufanyika. Hivyo na wasii wananchi muwe tayari kwa ajili ya kusajiliwa na kutambuliwa. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewatoa hofu wananchi kuhusu usajili huo kwa kuwa serikali imeshatoa fedha kwa ajili ya zoezi hilo na kwamba mwezi Juni maafisa wa NIDA watafika kwenye kijiji hicho kwa ajili ya kuwasajili na kuwatambua wananchi. Bajeti imeletwa, Dr. Samia ameleta fedha. Kazi yake ni kuwatangazia lini atakuja, jambo ambalo atalifanya na viongozi wetu wa kata na vijiji, ili wale ambao hamna NIDA na mnahitaji kusajiliwa watakuja kwenye vijiji vyetu kwa ajili ya kuwasajili wale ambao hawana vitambulisho. Kwa hiyo viongozi wetu wa vijiji, mkipata taarifa, waitisheni au watangazieni wananchi waweze kujitokeza siku ya NIDA. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Watoto 126 waliokuwa wamefichwa majumbani kutokana na tatizo la ulemavu katika wilaya ya Musoma mkoani Mara wamekabidhiwa bima za afya ili kuondolea changamoto ya huduma za matibabu pindi wanapohitaji kupatiwa huduma hiyo. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Kupitia mradi wa elimu na uwezeshaji wa watoto na vijana wenye ulemavu, watoto 189 wenye ulemavu wameibuliwa katika wilaya hii ya Musoma na sasa 126 wanapatiwa bima ya afya ili kuhakikisha na wasaidia katika huduma bora za matibabu pindi wanapohitaji, na kazi inafanywa na St. Justin Foundation. Jumla ya kadi za bima za afya 126 tumezitoa katika halmashauri hizi mbili kwa watoto hao 126. Bima ya afya imekuwa changamoto kubwa sana kwa watoto wenye ulemavu. Na afya ni changamoto zaidi kwa watoto wanaoishi na ulemavu wa aina tofauti tofauti. Lakini kaya wanakotoka watoto hawa ni kaya maskini sana. Kwa hiyo watoto hawa wanapougua wanaishia kutibiwa kwa kutumia mitishamba bila kupata vipimo vya afya na bila kupata matibabu stahiki. Kutolewa kwa bima hii ya afya kwa watoto hawa ni mwanga mpya kwa wazazi waliokuwa wanaficha watoto hawa katika halmashauri ya wilaya ya Musoma, ambapo kwa kiasi kikubwa ndiko watoto wengi wenye ulemavu waliokuwa wamefichwa na wamepatikana. Na bima, unapoenda hospitalini kama una hela huwezi kupata matibabu. Unanyanyapaliwa, unakaa hapo, unapopata ndio unafanya nini? Unapata matibabu. Hivyo mtoto ukimpeleka mlemavu kwa kweli kupata huduma ni changamoto sana. Wanakupeleka huko, wanakurusha huku, rudi huku na rudi huku. Watoto watakuwa wanaweza kuhudhuria shuleni kwa wakati wote. Watoto hawa tuna imani afya zao zitaimarika sana kwa muda wote ambao watakuwa wanatumia huduma hii ya bima ya afya. Wazazi hao wanaenda mbali na kusema kuwa katika eneo hili la Mgango zipo sheria ambazo wamejiwekea kuhakikisha anayebainika na ficha mtoto mwenye ulemavu anachukuliwa hatua kali. Tangaza kwenye mkutano mkuu wa wazazi kwamba mzazi yoyote atakayebainika ameficha mtoto mwenye mahitaji maalum, huyo sisi tunadili naye, tulishajiwekea utaratibu kwamba huyo mtu anakamatwa, anapelekwa kwenye vyombo vya sheria, maana huyo sasa ni muuaji. Watu wa kushikilia watoto majumbani kwetu, unaona kumuleta mbele ya watu anakuaibisha. Hiyo sio sawa. Musa Makali, Channel 10, Mara. Wakulima wa zao la ufuta katika halmashauri ya wilaya na Mtumbo mkoani Ruvuma wameridhia kuuza kilo zaidi ya milioni 4 za ufuta kwa bei shilingi 2,450 kwa kilo moja katika mnada wa kwanza wa wazo wa kidigitali kupitia mfumo wa usimamizi wa soko la pamoja la bidhaa Tanzania TMX, huku wakulima wakitakiwa kuzingatia ubora wa bidhaa ili kupata soko la uhakika. Taarifa zaidi na Ditanyoni kutoka Ruvuma anatueleza. Akitangaza bei ya zao hilo, meneja wa uzalishaji kutoka chama kikuu cha ushirika Sonamku za Makanali Komba amewataka viongozi wa vyama vya msingi kuhakikisha ifikapo Juni mosi 2025 wakulima wote wao wamelipwa fedha zao ili kupunguza malalamiko dhidi ya serikali. Mnada wetu wa leo wa kwanza umefanikiwa kwa bei ya wastani 2,450 na ukitoa tozo shilingi 10 mkulima anabakiwa na 2,440. Lakini naomba nitoe tangazo hapa ili kuepusha mkanganyiko kwa wakulima. Viongozi wa vyama kuanzia leo pelekeni taarifa za uhakiki wa maafisa ushirika leo yao kwenye ile kamati ya uhakiki leo, na kazi itafanyika leo, kesho na Jumapili, ili Jumatatu wakulima wapate fedha zao. Chama kitakachoshindwa kufanya hivyo tuwajibisha viongozi.
Kwa upande wa wakulima, wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha mfumo wa soko la bidhaa la pamoja ambalo limerahisisha kupata wanunuzi kwa wakati. Hivyo wameomba bei ya ufuta ipande kutokana na gharama za uendeshaji, huku mwakilishi kutoka TMX amesema kupanda kwa bei inategemea na bei ya soko la dunia, hivyo amewataka kuzingatia ubora. Napanga bei au wazabuni wanaweza kununua mazao haya waweze kutufikiria na sisi wakulima wa chini, ili bei iweze kuongezeka, ili tuweze kupata mafanikio makubwa. Kwa sababu wanunuzi ndio hao wamesema bei hiyo. Kwa hiyo tunasema tu kwamba mnada ujao labda kidogo bei inaweza kupanda. Kwa hiyo tunaomba pande bei kidogo. Sababu kilimo na sisi tunafanya kazi ngumu sana, madawa nini mpaka ufuta unafika hapa. Kazi ngumu tunafanya. Lakini pia tujitahidi kwa ajili ya kuboresha ubora wa bidhaa tunayoileta sokoni, kwa sababu bei inaendana na ubora wa bidhaa iliyoko sokoni. Kama tutajitahidi kupunguza uchafu, takataka, tukasafisha bidhaa zetu vizuri, basi tuta-attract wanunuzi ambao wamekuja kwenye mnada wa kwanza ili waweze kuja kushiriki tena kwenye minada inayofuata. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na China yamekwama kidogo na huenda ikahitaji uingiliaji wa Rais Donald Trump na Rais Xi Jinping wa China. Waziri huyo ameongeza duru ya mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano ya kusitisha vita vya ushuru kwa muda wa siku 90 kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa wa kiuchumi duniani, huku akikiri maendeleo katika mazungumzo yamekuwa ya polepole licha ya pande zote kuonyesha nia ya kufikia mwafaka. Scott amesema anaendelea kuwa na matumaini kwamba mazungumzo zaidi yataandaliwa hivi karibuni ili kuendeleza juhudi za kumaliza mvutano wa kibiashara ambao umeathiri masoko ya kimataifa na sekta mbalimbali za uzalishaji. Wakati huo huo, mahakama ya kibiashara ya Marekani imetoa maoni kuwa Rais Trump amekiuka mamlaka yake kwa kutangaza ushuru mkubwa zaidi dhidi ya bidhaa kutoka China, na mahakama ya rufaa imeamua kusitisha utekelezaji wa huduma hiyo, ikisubiri hoja zaidi kutoka kwa pande zote husika kabla ya kutoa uamuzi wa mwisho, hali ambayo imezidisha mvutano wa kisheria kuhusu mipaka mamlaka ya rais katika masuala ya kibiashara. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio natupasa kwenda kuangazia michezo na burudani. Endelea kubaki nasi. Mimi ni Lulu Ali. Na mtazamaji, na huu ni ulasa kwenda kuangazia michezo na burudani, na kwa kwanza tuangazie hili ambapo serikali imetoa hofu Tanzania na wadau wa michezo juu ya maandalizi ya CHAN 2025 na kuthibitisha kuwa viwanja viwili vya mashindano hayo vipo tayari, huku viwanja vingine kwa ajili ya mazoezi vikiwa katika hatua nzuri. Mwanamchezo wetu Leonard Mwacha anatuarifu zaidi. Hayo yamebainishwa bungeni Dodoma katika kipindi cha maswali na majibu baada ya mbunge na mwanamichezo Festo Sanga kutaka kujua hali ya viwanja nchini, huku akirejea taarifa za CAF kwa nchi zinazoandaa CHAN ikiwemo majirani Kenya. Nimeona taarifa za nchi jirani kama Kenya kwenye maandalizi ya viwanja vya CHAN kuna red flag. Sasa tulikuwa tunatamani kupata neno la matumaini sisi kama na michezo, maandalizi ya viwanja kwa ajili ya CHAN kwenye nchi yetu vimefikia hatua gani? Viwanja ambavyo vitachezewa CHAN ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambao umekamilika ukarabati wake, lakini na uwanja wa Amani Zanzibar vile vile. Lakini kuna viwanja vya mazoezi ambapo Dar es Salaam tuna viwanja vitatu, kiwanja cha shule ya sheria, kiwanja cha Jimkana na kiwanja cha Meja General Isamuyo ambavyo vyote viko katika hatua nzuri. Hizi taarifa ambazo CAF anazitoa ni taarifa za ukaguzi wa mara kwa mara na ziko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanataka yafanyiwe marekebisho yanafanyiwa. Lakini sisi kama Tanzania viwanja vyetu viko tayari hata wakitaka mashindano yachezwe mwezi ujao. Katika hatua nyingine, naibu spika akataka kujua kama mnyama atakutana na mtani wake tarehe 15 Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa. Tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa wakipambana na mahasimu wao Yanga. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Wadau wa michezo mkoani Mbeya wametoa maoni yao kuelekea mchezo wa nusu fainali wa kombe la CRDB Federation Cup utakao ukutanisha miamba wawili Simba FC na Singida Black Stars kisha kwenye dimba la Tanzanite mkoani Manyara. Taarifa ya Epimarcos Apolinari inafafanua zaidi. Wadau wa michezo mkoani Mbeya wametoa mtazamo wao kuhusu mechi hiyo ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya Singida Black Stars na kutoa ushauri kwa waamuzi kuchezesha mechi hiyo kwa haki
ili kupata timu shindani itakayocheza fainali. Wakichezesha haki bini haki ni kwamba Simba hana chake kwenye mechi ya kesho kutwa. Na kwambia ni mbili tu, ataumia bao mbili tu. Hakuna chenga. Hiyo je asikatetewa? Katetewa na waamuzi. Simba lazima haumie, hataki astaki lazima haumie. Hana timu toka mwanzo mtu akubebwa tu. Black Stars anatakiwa ajioneshe kwamba jamani na mimi nipo. Kwa nini kombe mimi ndo mara ya kwanza. Kwa lazima naye aoneshe umwamba. Simba alichozoea waga anacheza mara nyingi, lakini huyu jamaa yeye ndo mara ya kwanza kucheza. Kwa lazima aoneshe umwamba kwamba mimi ni nani. Sasa zile njia za kuonesha kama mimi ni nani ndio Simba atakapoumia. Kwa sababu Simba huyo anaweza kawa ni timu kubwa, lakini alishawahi tolewa kwenye kombe hili na timu ndogo kabisa kama ya Mashujaa. Ilishamtoa. Kwa hiyo kwa mwendelezo huu nikiangalia Simba kwa safari hii mechi ya safari atafunga. Na naweza kuzungumza na naweza kafunga goli moja, na kwa sababu gani? Simba anavyoonekana kwa sasa hivi hapati magoli mengi. Ni ushindi mwembamba. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimax Apolinari, Channel 10+. Kwa kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada katika habari ya kutwa nzima leo michezo na burudani. Ulikuwa nami Lulu Hali. Endelea kutufuatilia katika peji zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment, lakini na kuacha na utabiri wa saa 24 zijazo. Mpaka wakati mwingine, usiku mwema. Habari za wakati mpendwa mtazamaji kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Ni wasaa mwingine mzuri wa kupata taarifa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Jina langu ni Joyce Makwata. Tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa maeneo ya Ziwa Victoria, wakati maeneo ya Ziwa Nyasa pamoja na Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Kwa ukanda wote wa pwani upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na mawimbi makubwa ya bahari yanofikia mita 2 yanatarajiwa katika maeneo hayo ya Bahari ya Hindi, hususan katika ukanda wa pwani ya nchi yetu. Na mamlaka ya hali ya Tanzania imetoa angalizo la matarajio ya kupata vipindi vya upepo mkali na mawimbi makubwa katika maeneo haya. Hivyo wananchi mbalimbali wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi wanashauriwa kuchukua hatua stahiki kupunguza madhara ambayo yanaweza kusababishwa na vipindi hivyo vya upepo mkali na mawimbi makubwa ya bahari. Nyakati za usiku tunatarajia maeneo ya Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, huku maeneo mengine yote ya nchi yaliyosalia kwa usiku huu yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa jumla. Na siku ya kesho tunatarajia katika mkoa wa Kagera pamoja na Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali ya mvua nyepesi inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani. Hali maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja kutajua kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengi ya nchi yalosalia kwa siku ya kesho yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa jumla na yenye vipindi virefu vya jua. Mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa kwa usiku huu hatuna la ziada. Asante, tunakutakia usiku mwema. Channel 10+.